Hello, karibu katika channel yetu pendwa vitabu na uchambuzi, na leo tutakuwa tuna kitabu bora sana katika moja ya vitabu ambavyo vimeandikwa na mwandishi wetu bora sana Mwalimu Francis Langula. Na vitabu hiki ni moja ya vitabu anavyovitoa bure kabisa kama zawadi, na kitabu kinapatikana kwa namna ya soft copy. Unaweza ukawasiliana naye katika mitandao ya kijamii na namna mbalimbali anazopatikana. Search tu jina lake Mwalimu Francis Langula, utapata hicho kitabu chake. Na moja ya kitabu ambacho tutakuwa tunacho leo ni hekima ya kumsaidia binti kujitunza. Hekima ya kumsaidia binti kujitunza. Tumekuwa tuna changamoto kubwa katika kizazi chetu hiki cha leo, ambacho mabinti wengi wamekuwa wakiharibikiwa au wakiharibu malengo yao na usichana wao, ubikra wao, wakiharibiwa mapema kwa sababu ya kutokujua hekima ya kuwasaidia kujitunza. Na tunaanza kitabu hiki kwa tafakari kutoka katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 2 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema wazi kabisa, na wasii enyi binti za Yerusalem, msiyachochee wala kuyamsha mapenzi kabla hayajaona vema yenyewe, au mpaka atakapoona vema yenyewe. Ukisoma Biblia hapo kwa uzuri utaiona, anasema na wasii enyi binti Yerusalem kwa hapana hayala, msiyachochee wala kuyamsha mapenzi hata atakapo wakati sasa utakapofika ambao unafaa. Hekima ya neno la Mungu kumsaidia binti kujitunza. Mambo ya kumsaidia binti ajitunze kwa hekima ya paa na ya hayara. Kujilinda asinaswe na uzinzi. Na kusi ni sawa ninakuamrisha. Yani hiyo ninakusi sana kuamrisha binti wa mahali fulani, jifunze kuwa jiapize kuwa na hekima ya paa na ya ayala, kuwa hutayaamsha mapenzi hata atakapoona vema. Ninawasii ni sawa na ninawaonya. Ninakusii ni sawa na jipe wajibu mwenyewe, jiwajibishe. Ninakusii tafsiri rahisi ya Kiswahili na maana kuwa ningeamua kufanya badala yako. Hiyo ndio ninakusii. Paa na ayala ni kitoweo pendwa kwa wanyama wala nyama. Sasa ili waendelee kuwepo ni kwa hekima ya kujifunza inahitajika, au kujitunza inahitajika. Sawa na mabinti wa kizazi chetu, kuna uhusiano wa mazingira haya ya mabinti na hatari hii. Sifa za paa na ayala, hekima na maonyo ambayo binti anaweza kuyapata kupitia wanyama hawa. Tunapojifunza sifa hizi, binti ajiweke katika nafasi ya wanyama hawa ili aweze kuona hekima hii. Wapo sensitive sana. Ya kwanza, wako sensitive sana kati ya wanyama wengine. Unaweza usijue ukiona kawaida, ila vijana wakiwa wanakutazama kama chakula kitamu unawavutia. Nasikia binti? Wana macho makubwa, huona kwa nyuzi 180, nusu duara. Hivyo huongezea umakini. Kama binti weka nia, weza kuona nia ya mtu tokea mbali, hasa wa jinsia tofauti na yako. Wana namna fulani ya kukimbia isiyo ya kawaida inayowasaidia kuwashinda wanyama wakali. Kwa hawa wanachenga, kuna chenga wanapokimbia. Ukiwaangalia hawa paa na ayala, kuna namna wanakimbia, wana chenga zao ambazo zinawasaidia wanyama wakali wasiwakamate, kwa sababu wanaweza kujua nia yao kutoka mbali. Kwa hawa wanyama wakali, lengo lao kubwa kuwakaribia ni kutaka kuwala. Mabinti wana uwezo mkubwa kujua na kukimbia mitego ya vijana hata kama si direct.
Ayala wanakimbia jumping and zigzag running or stunning. You see, hawa wanakimbia, kuna namna wanakimbia, wanaruka na wanakimbia kwa bila mpangilio mzuri, wanajipiga kona. Kwa wale wanyama wakali wanashindwa kuwakamata. Kwa binti anaweza kuiona njia ya nia ya kijana, kwa hata kama shia moja kwa moja utanampa vizawadi, anaongea naye vizuri sana, namna anaanza kumuelewa kwa huyu kuna kitu anataka hata kama hajamwambia. Tamaa ya wanawake haivuki uwezo, haivuki kwa uwezo, ndiyo maana wanavaa nusu uchi ni wanawake ili kuwakamata wanaume. Ayubu 31:1 anasema sitamwangalia msichana kwa kumtamani. Hekima kwa vijana. Hii nayo hekima ya vijana kwa hawa dada watakapoweka mitego akavaa nusu uchi, wewe usiwatazame kwa kuwa tamani. Binti tamaa yake iko moyoni, akiamsha ni itamtesa kuituliza. Umeona? Ndiposa mwandishi alionya mabinti wasiamshe mapenzi. Kwa binti tamaa yake iko moyoni, akiamsha itamtesa kuituliza. Wasaidie na mabinti wengine kuvuka katika ulioweza kuvuka. Hii nayo itakusaidia kama kuna namna ulivuka mtego, wasaidie na binti wenzako wavuke. Hao wanyama pana ayala huwa nao kuna namna wanafundishana na kusaidiana. Hekima na maonyo kutoka kwa paa na ayala. Umakini ya kwanza, uwezo wa kukimbia. Pili, wepesi katika kubadili uelekeo. Ya tatu, ulembo, beauty, uzuri. Uwezo namba 5, uwezo wa kufanya kile wanachotaka kitokee. Hiyo ni sifa ya pana ayala. Adui mkuu wa pana ayala na sifa zake akimwakilisha kijana wa kiume. 1, kasi kubwa, wanafukuzia kwa bidii, lakini wanapokuwa hawapati wanachotaka inawachosha, wanahamia kwa mwingine. Nguvu ya kufuatilia mfululizo au kwa muendelezo. Hao ni sifa ya vijana au wale wanyama wanaokula paa na ayala. Kwa hapa ni sifa ambayo inafananishwa na sifa ya vijana wa kiume. Kama binti unapaswa kujua hii ili kusaidie namna ya kwenda. Na ushirikiano, vijana hushirikiana na wana umoja katika kufuatilia binti. Umeona? Wepesi, swiftness, vijana huweza kuona kwa urahisi mahitaji ya mabinti, hivyo hujiweka katika nafasi ya kuyatimiza. Nyingine, kujiamini, vijana wanajiamini. Nyingine, uwezo wa kuongeza kasi kwa haraka. Hii nayo ni nyingine, vijana wanaweza kuongeza kasi kwa haraka. Nyingine, pawa na uwezo wa kujiponya na mkono wa mwindaji. Mithali 6:5. 99% ya vitu wanavyotazama mabinti wadogo kwa vijana kama upendo ni tamaa. Unaona, 99% ya vitu ambavyo mabinti wanaona kama wanapendwa kutoka kwa vijana basi ni tamaa. Hiyo tamaa wao wanaamini kwa ni upendo. Ayala na paa hukamatwa wanaposimama na kuangalia nyama kama chui, bado anawakimbiza, sawa na mabinti wanaonaswa na vijana wanaposimama na kutazama kama wanawapenda kweli. Kwa kila ayala na paa atakaposimama kuangalia nyuma kama bado anakimbizwa, huwa anakamatwa. Sasa na binti anaposimama kuangalia kama vijana, je, ananipenda kweli? Anataka kumpima yule kijana kwa ukomavu ambao bado hana huyu binti, yale mambo anayotamaniwa yeye anadhani ndio upendo, basi anaishia kukamatwa na kuliwa na kuharibiwa na anakosa kufikia hatima yake ya kujitunza. Upendo wa kweli huzaa uwajibikaji. Yoyote anayesema anakupenda binti na hawajibiki amekutamani. Zaidi binti, mahusiano yoyote ya kimapenzi kama haupo tayari kuolewa ni tamaa yenye uharibifu.
Ukijikuta uko tayari kuolewa na unaanzisha mahusiano ya kimapenzi, basi ujue kabisa huyo tamaa yako itakuletea uharibifu. Upendo wa kweli ni zao la Mungu. Ndio maana Mungu ni pendo. Kwa nini pana ayala? Kila mnyama aliyetajwa na maandiko kuna hekima ipo nyuma yake ambaye ukiipata itakusaidia. Mapenzi yamo ndani ya kila mtu na hayajafa. Ukiamsha yanaamka, na ukiyachochea yanaongeza kuyaongezea vitu yanawaka zaidi. Binafsi katika mzunguko wa mwezi kuna kipindi hisia huwa juu. Pia usichochee mapenzi wakati huo binti. Hata katika mzunguko wako pale hisia unapoona ziko juu, usichochee mapenzi wakati huo. Sasa uchocheaji wa mapenzi upo tofauti. Wengine yamelala, na ulalaji wa mapenzi uko tofauti. Wengine wamelala kabisa, wengine wamelala mang'amung'amu kutokana na vitu wanavyotazama na kuona vinavyochochea, na wengine yako macho. Naona mapenzi, wengine yamelala kabisa, wengine yamelala mang'amung'amu, na wengine yanaendelea, yako hai, yako macho kabisa, hayajalala, yako macho. Na hapa napaswa hekima. Na zaidi, mapenzi yakiamka kabla ya wakati ni kazi nyingine kuyalaza. Ndiposa Mithali 6:32 anasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Fanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na fedheha yake haitafutika. Hosea 4:11 anasema uzinzi na divai huondoa fahamu. Kisoma hapo utaona. Binti au msichana kuweza mwili wake. Wathesalonike wa kwanza 4:3-5, kila mtu ajue kuweza mwili wake katika hali ya heshima. Uko ujuzi wa kuweza mwili wako umepewa hisia zako mwenyewe, si za wawili. Kwa kama umepewa hisia zako, basi kuna namna ambayo unaweza ukadhibiti hisia zako. Usiendeshwe na hisia zako, bali wewe uziendeshe hizo hisia zako. Unapaswa kujua kuwa njaa pia ni tamaa ya chakula. Lakini kuna watu sababu ya njaa wanaiba, hawataki kufunga. Sasa ile ndio tatizo, mtu kushindwa kuimudu njaa na kwenda kuiendekeza. Kama Esau aliendekeza akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Unakuta pia hii ni changamoto. Kama hautaweza kuidhibiti njaa yako, basi unaweza kaingia katika matatizo. Kumbuka bodaboda inaendeshwa na aliyeipanda. Ikimuendesha inampeleka mtaroni, lakini akiendesha inaweza kumpeleka mbali sana ambako asingeweza kufikia. Maeneo ya binti kujilinda ili asiyachochee wala kuyaamsha mapenzi. 1, jiepushe kabisa na mahusiano ya kimapenzi au wapenzi wa chumba, boyfriend na kadhalika, hata kama hamfanyi chochote. Kama unajua hujafika wakati wa kuolewa. 2, jilinde namna ya kuhusiana au kuishi na watu wa jinsia tofauti au wavulana. Husiana nao kwa nuru sahihi kabisa ya ndugu, kama Timotheo 5:2. Uasherati usitajwe kwenu, Waefeso 5:3. Utasoma hapa na kuona mambo 7 ya kuzingatia endapo uhusiano wa kijana wa kiume na wa kike, ili mapenzi yasiamshwe. Ya kwanza, kumcha Bwana ndio kinga kuu ya uhusiano wenu. Wakorintho wa kwanza 7:1-4 na mstari wa kwanza hadi wa pili. Kataa mambo ya siri yaliyositirika, private life, secret life. Kataa, siwe na mambo ya siri sana na huyo kijana. Kutokuenenda kwa hila, trick, siweke mitego. Kutochanganya neno la Mungu na uongo. Nyingine, dhamiri za watu
kuwashuhudia usafi, yani watu wanapowaona wawaone ni wasafi. Hapo mnazingatia mambo 7 ya kuzingatia endapo uhusiano wa kijana wa kike na wa kiume, ili mapenzi yasiamshwe. Umeona? Dhamira ya watu kuwashuhudia kwa usafi. Namna nyingine ya kumcha Bwana ni kujua katika kila hatua zenu Mungu yupo, na ucha Mungu ndivyo kipimo cha uhusiano. Uhusiano yenu yoyote tambue uwepo wa Mungu. Msijifiche mahali kadhani mko gizani ambako hata Mungu hawaoni. Jambo lingine, mahusiano yenu lazima yawe na malengo. Kinyume na hapo, rahisi kufanya kisichotakiwa. Weka wazi mipaka ya mahusiano yenu. Usiruhusu miguso yoyote katika sehemu nyeti zako, kama vile maziwa, kiuno, paja, sehemu za siri, makalio, tako na kadhalika. Usiruhusu miguso hiyo. Lakini jambo lingine, andaa to do and not to do list yako ili kuboresha mipaka yako. Usianzishe mahusiano yoyote kama huna uhakika yatakuwa katika usafi wote na utakatifu. Usijiamini kupita kiasi. Jambo lingine hili, usimwamini vivyo hivyo kijana wa kiume kupita kiasi. Usiwe na mahusiano ya siri. Usiwe ni mtu wa kuweka siri sana na kimahusiano. Kuna uhusiano na kijana ambaye hakuna mtu anajua. Angalau mamlaka yako ijue. Kiwango sahihi cha mahusiano kati yako na vijana wa kiume kiwe cha dada na kaka tu. Kama Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 nasema, ndugu wa kike kama dada, ndugu wa kiume kama kaka. Mithali 14:16, zawadi ya mtu humpatia nafasi binti ili linde na kuwa makini unapopokea zawadi kutoka kwa kijana. Unapopokea zawadi kutoka kwa kijana, anapata nafasi kwenye moyo wako. Jilinde zaidi na kijana unayevutiwa naye, crush. Huyu crush unapaswa ujilinde naye. Ukiona unavutiwa naye, ongeza mipaka zaidi. Jilinde na marafiki hata wa kike unaohusiana nao, sawa na Korintho wa kwanza 15:33 nasema, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Linda vitu vinavyojihusisha navyo. Usikiliza vitu unavyovisikiliza, vitu unavyovitazama na vitu unavyoongea, jilinde navyo sana. Lakini jambo la mwisho la kumalizia ni kuwa inawezekana kujitunza. Inawezekana na kujirinda. Sawa na Yohana wa kwanza 2 na mstari wa kwanza B. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Kumbe kama binti ukizingatia haya yote, ukaweka mipaka yako vizuri, ukazingatia hekima ya Pana Ayala, ukajifunza, ukajua wewe ni wa thamani, wewe ni bora, wewe ni mzuri kwa hiyo uliyobeba, kwa hiyo hatima ulionayo, basi jirinde, jitunze, jithamini, utafika hatua ambayo ni nzuri. Weka mipaka ya mahusiano hata kama huyo kijana amesema atakuoa. Basi tafuta hiki kitabu cha Mwalimu Francis Languna, mwandishi wake, kisome kwa kina. Umekuwa na mimi mchambuzi wako wa kitabu hiki bora sana, Japhet Katana, hekima ya kumsaidia binti kujitunza. Basi tafuta hiyo nakala yako, lakini ninakusii tena subscribe kwenye hii channel yetu Vitabu na Uchambuzi kwa ajili ya vitabu vingine vingi tunavyoendelea kuvichambua na kuvichambua. Utaendelea kupata ujumbe mbalimbali ambao utaendelea kukuinua ufahamu wako, utaendelea kukuwezesha na kukupa nuru mpya. Subscribe, sambaza ujumbe huu, lakini walike na rafiki zako, washirikishe ujumbe huu, share hapo, waambie kwa habari ya ujumbe huu kama umekubariki moyo wako. Lakini unaweza kukomentia hapo kwenye comment, na sisi tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Kama utakuwa na mapendekezo na kitabu chochote unataka tukichambue, basi unaweza pia ukatukomentia hapo. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu hapo kwenye description ambazo zimeelezea namna ambavyo unaweza kutufikia. Zaidi sana
Tunakupenda na ninakukaribisha tena mahali hapa. Bye bye.